Are you ready? I'm always ready for you. Yeah. Ulishawahi kunyanyaswa au kudharauliwa kwa sababu yangu? Hapana. Nani kwanza? Nani ananyanyasa? Kunyanyaswa. Au swali hajasema hivyo. Kunyanyaswa au kudharauliwa kwa sababu yangu. Na nani? Waga. Yote. Swali limeza hapana. Jibu lake ni hapana. Nani anajiulia kunyanyasa? Yaani nani aniingilie kwenye maamuzi yangu? Shida sio maamuzi, yani shida ni kunyanyasika. Kudharaulika. Yaani nani atanyanyasa au nani? Yaani anyway, okay, labda niseme huenda wamewahi kuninyanyasa. Huenda hujajua huo mnyanyaso. Huenda vyovyote mimi sijai kuona. Kwa sababu it's yani I don't really give a shit. I don't really care. I know what's good for me. And I've chosen you. Hasa mtu akujaje kunyanya, yani ananyanyasaje? Yani huenda kulikuwa kuna vitu unavipata kutoka sehemu yoyote. Saizi uvipati kwa sababu umekuwa na mimi. Au kuna watu ambao walikuwa nao au kitu au yani hivyo around you. Hapana. Kwanza tangu umekuja mimi ndo na enjoy. Mimi ndo na enjoy vibaya sana. Yani maisha naona matamu, kumbe maisha ni mazuri. Mimi kwa sijui Kwa huko nyuma ulikuwa unaishi? Huko nyuma kwanza nilikuwa sina hela. Saizi umezipata rafiki yangu Romeo. No, ni spoil babe kweli. Sasa zinatoka kwako. Ile comment nikumbuka waga nacheka sana. That was a joke baby. Lakini you brought up light into my life. You're a blessing to me. You are like as my name. Yeah, you're such a Omono livo mope. That's what you brought into my life. Well. Yeah. Hapo si nimekuelezea vizuri baby. Jamani na dada weupe. Kama weupe ni wajeke vizuri. Wakae vizuri. Kuna namna wanaweza wakapeleka vitu vizuri tena. Yeah, baby, you're such an amazing person. And you are such an amazing person to the extent I can't look around. Yeah. Mambo yako serious hivi. Wewe ndio uko serious. Mimi niko mbali ujue. Nimefika mbali wewe. Umejipata yani ile maana ya kujipata alisi. Mimi nimefika mbali, yani nimefika mbali uweze elewa. Yani Ushagisikia love is blind. That's me now. And when you look at me, ndo unapata definition ya what it means by the saying love is blind. Kwa hiyo huenda na huenda wamewahi kuninyanyasa. Au kuna huenda na hapo tunaongelea watu wengine. Huenda watu wengine wamekunyanyasa. Huenda wamekudharau. Yani kwa kama wapo wananinyanyasa bora waache. Kwa sababu sioni yani ni sawa na kipofu anamwambia wewe. Sioni hata wakiniambia vile niliona kile clip wanaambia ona sioni. Hapo upendo. Yani kwa hatua niliyofika sioni and I am happy. Kutokuona kwangu. Kwa mkaka ni mtovu kweli shauri walikatie tamaa. Kama wapo lakini wanaoninyanyasa sija feel. Ni kama nimekufa ganzi. Mkaka muongo. Acha kuendelea kutenda dhambi. Mimi nasema ukweli. Yani sielewi chochote. Unajisikia hata vibaya. Kama wanahisi naelewa waje waangalie kama wanaelewa. Baby wait, unaniahidi nini baada ya ndoa na harusi yetu? What do you promise me? Usije ukawa umenipanipa limbwata hapa nikuoe. Uanze sasa kunionyesha. Ingefika kwenye ndoa nitaanza kuwa kama yule mdada. Kuna kaka video fulani hivi nilikaona kana samba. Before marriage, after marriage. Baby, hey. Utakuwa ukirudi nafungua mlango. Nagusa kitasa kama kiko wazi. Alafu nakwambia ingia mlango wazi. Weka hapo begi chakula kiko jikoni.
Microwave iko pale, pasha. Sawa. For that baby. Niwe serious nisiwe serious. Unaongea serious au unatumia tena? Unajua. Unajua toni hii ni iti. Ovyo. Unaelewa. Kwa hiyo sina haja ya kukuambia sasa action serious. Yeah, that one I know. After marriage. Yani baada ya ile tukio la asubuhi. Yani tarehe 10. Tarehe 10. Mama alikulea. Sorry sana. Na appreciate jitihada zake. Okay. Bibi alikulea vizuri. Na appreciate jitihada zake. Mama Brian. Wote. Yani wote. Yeah, sure. Alikulea na appreciate jitihada zao. Wakina wangu wote walikulea vizuri sana. Lakini tarehe 10 uta experience kulelewa na mke. Hadi nimepata vinyweleo. Kwani ulikuwa una? Vinyweleo vile vinavyofanya hivi. Jiandae kulelewa na mke. Yani baby hapo umeongea kana kwamba ushawahi kuwa mke. Wewe unajua. Say I can't wait. Just wait and see. Really can't wait. Utalelewa na mke ambaye ulikuwa unamsoma, huenda ulikuwa unamsoma sehemu, huenda ulikuwa unashumu kwamba huenda yupo au hayupo. Utampata kwangu. Utapata mtumwa bora. Rudi kwanza. Utapata mtumwa bora. Utapata mtumwa bora. Bible inasema kwamba mwanaume ni mtawala. Mwanaume ni bwana. Lakini bwana lazima awe na mtumwa ili aitwe bwana. Kwa hiyo utapata mtu. Wale wanaosema nimefuata kitu jamani, ndio hiki hapa. Kile kitu unachosema nimefuata kile. Ndio hiki hapa. Tulia sasa. Mbona kile? Leo mwezi wangapi jana? Utapata a queen. A queen. Tarehe 10 hapa tunaongelea tarehe 10 asubuhi. 10 asubuhi. Sio tarehe 10 asubuhi. Sio tarehe 10 asubuhi. Tarehe 9 ile. Saa 5:30 ile mambo yanaanza kutani. Mambo yanaanza kutana. Nikwambia unakaa uchawi kako wewe. Kwa hiyo utampata yule mwanamke. Yule methali 31. Utampata. And I promise. Wanasemaga vina muda basi. Wanasemaga zamani. Vina muda basi. I promise you. Havina mwanzo. Yani vina mwanzo tu. Havitakuwa na mwisho. Yani mpaka Mungu atakapoamua kwamba okay, enough kwa Elia kuwepo duniani na enough kwa Lona kuwepo. Huenda hata ningekuwa na kukuta huko mbinguni tena, ningekuwa naendelea vile. Sasa mna kuoa au kuelewa. Yani ningekuwa nakujua kwamba okay, Elia sasa tuendelee pale tulipoishia. Hata tungefika kule, ningekuchagua wewe kufanyia tena hivyo. Damn, that deserves a... Come here, baby girl. Come here, baby. Kama anakupenda. I love you. I love you, I love you.
Baby, naomba nijieleze mapema, sitaki kitambi. Sitaki kitambi kabisa. Shagundua hizi dalili zinakoelekea. Kuna jana nilikuwa na vijana fulani hivi. Tuliniacha sehemu nikawa na vijana fulani. Wakawa wanataja vijana ambao tayari washaanza kuwa na vitambi. Wewe ukawa ndo unashika bendera yako na kitambi. Kwa trust me, tutafanya mazoezi. Baby, sitaki kitambi, shaona visa dalili hizi. Yaani wewe mpaka tarehe 20. Tarehe 22 kuna semina vijana. Tarehe 22 mwezi. Tuna semina vijana Mlima Maombi. Kwa semina vijana ndugu yangu utakuwa na kitambi. Kwa sababu hizo 10 days. Azitakuwa cha salama. Jamani, naomba nipewe ushauri. Hii mzuri inapatikana wapi? Nianze mapema. Huyu akiongeaga vitu vyake vya msimamo hivi namjua. Asa mbona umeweza kulalamika tena? Namjua vizuri. Mara unataka, mara unalalamika, mimi nakusaidia. Na unipimie tu vizuri. Si ndo maana nikakwambia nitakuwa mama. Usinizidishie hizo. Kwani kuna siku ambayo wakina mama walisha kukuzidishia kipimo? Mamangu alikuwa ananipiga wewe. Kwa kukupiga, lakini alikuwa akupigi zaidi unavyoweza. Wewe. Wewe hujui. Kwa hiyo usinizidishie. Sawa, naomba baby, thank you for that. Thanks for that. Welcome. I appreciate that. I'm here for you. And you know that. Afu watu wananiambia nini? Mimi watu wacha wanione na kiburi. Wewe ni mjeuri. Wacha wanione jeuri. Okay. Nikuulize. Anything mama, wewe mimi nina uhakika hizi. Unataka nitashinda kujibu nini? Ikitokea umegundua nimekucheat. Utachukua maamuzi gani? Wewe cheat. Nguvu hiyo huna. Kwa sababu tunaongelea nadharia. Mimi niko tofauti na wewe in that corner. Mimi mwenza achana kuongelea na kona zangu. Wewe jiongelee wewe. Ndio maana nimekwambia mimi niko tofauti na misimamo yako. Mimi mzako nimejipanga. Nimejipanga, nimeanalyze scenarios na possible outcomes. Na possible decision nitakayofanya. Mimi, you know me. Kwenye hiyo kona sijai kukujua. Twende kazi baba. Kali. Yeah. Mpaka cheating itokee. Mwanamke wanasemaga, nimesikia wanasemaga mwanamke akicheat, then that relationship is over. Na kwa kadiri ya kujifunza kwangu kuhusu personalities, psychology and everything, nikagundua kuna ukweli mwingi kwa habari ya mwanamke, kwa sababu namna ninyi Mungu alivyoumba ni tofauti na sisi. Kwa mpaka ufikie hatua ya kuwa na mahusiano na mtu mwingine, hiyo kwenu nyinyi sio event, kwenu nyinyi ni process, a long time process ambayo ina sababu nyingi humo ndani yake, tofauti kidogo na sisi. Mwanaume anahitaji awe anajiwekea ulinzi constant, mara kwa mara, kila mara, yani awe anajilinda kila mara. Wakati mwanamke you don't need that. Unaweza kujiwekea zako ulinzi siku moja na ndio kama umaliza hesabu. Ulinzi ule ulioweka mwaka jana unakutosha hadi leo, yani you don't have time for any other person and everything unless kuna vitu vingine vimetokea. Mimi naweza leo nikaapa kabisa hapa kwamba sitaki, lakini nikitoka hapo nje inabidi nianze kuapa tena ili kuendelea muendelezo. Lazima nifanye hivyo kutokana na jinsi tulivyoumbwa naturally. Sasa if it happens to me cheat, Tiru. Baby, if it happens to me cheat, mimi nitataka najaribu kutafuta mfano, sijui nifanyeje. Let's say nimekukuta huko in a room labda na mwanaume mwingine.
hata usifike in a room, wewe fanya tu mimi na hang na mwanaume mwingine kwa namna ya wivu ulionao kwenye room ni hatua kubwa sana. Unikute tu na hang na mwanaume mwingine, au nikute mimi hapa mke wako, ashuma hapo ndo nishakuwa mke wako, mimi mke wako na muhudumia mwanaume mwingine. Wewe unanisalimia shikamoo. Na una namna yako ya kunisalimia shikamoo. Na una sababu zako ambazo I appreciate them. Siku 2-3 hapo nyuma ukunisalimia for a couple of days. Halafu nikakukuta umemsalimia mtu mwingine kwa namna inayofanana na ile unayonisalimiaga mimi. And I didn't tell you. Mara nyingi unakwambia si unajua. Lakini juzi sikukwambia, hiyo nayosemea recent, sikukwambia chochote wala sikukuuliza. Kuna namna tu nilikuonesha kwa sababu ni utaratibu wetu wa kuto you don't stay with something. Una uhakika gani kama niliona? Kuna namna nilikuonesha. Na una uhakika najua uliona, ila sivyo ambavyo ilipaswa uone. Na sivyo ambavyo ilipaswa uone ni kwa sababu ya niliacha. Sasa na nimekueleza hii story kwa sababu nataka nikueleze namna yangu ya kufanya maamuzi wakati ambao wewe unafanya usichopaswa kufanya. Sawa? When nilipoona umefanya kile kitu, nikaanza kutafuta kwa nini umemsalimia yule na haujanisalimia mimi for a couple of days. Na sio mimi nilikwambia wewe unanisalimia. When you started that nilikuuliza, ukaniambia why you do that. Unakumbuka? Nikakwambia wow. Then I'm lucky. Unakumbuka? Sio kwa sababu mimi sielewi, na hata nilikuwa nakuuliza sio kwa sababu sielewi maana yake nini. Na I'm not trying to say kwamba watu wanatakiwa kuwa wanafanya hivyo, ila mimi najua maana yake nini and how much I value that. Kwa hiyo wacha kufanya, nikagundua huyu alianza kunisalimia ni kwa sababu aliona kabisa kwamba niko kwenye position ya kusalimiwa na yeye, na hiyo position ninaitendea haki kwa viwango vya kusalimiwa na yeye. Kwa hiyo kitu ikikata, maana yake mtu makini na mtu anayependa haki, mtu makini na mtu anayependa haki hautakuwa wa kwanza kulaumu. Itabidi uanze kuangalia kwanza nini kimesababisha wewe mtu asifanye hivyo. Kwa mimi nilianza kujichunguza mimi kwamba nimepungua nini ambacho huyu mpenzi wangu hakioni tena kwangu mpaka hasikii. Wewe unajua utaratibu wa maisha ambao tumejiwekea. We don't do things out of sharia. Tunafanya vitu from our hearts. Once we don't feel something, we talk it out. Hicho ndo kitu nimekiweka katikati yetu na unajua, si ndio? Kwa hiyo haifai kitu nikikwambia kwa nini unisalimie? Nisalimie. Wakati you don't feel it. Kwa hata ukinisalimia it's nothing. Na mahusiano yetu mimi sijajenga kwenye huo msingi. Sawa? Kwa hiyo nikaanza kutafuta what made you unisalimie? Nini kilikufanya unisalimie mwanzo ambacho sasa hivi kwangu kimeondoka? Huoni tena kama unaweza kunisalimia. Ndio maana sijai kuuliza. Kwa ukaacha. Au bado uko kwenye natafuta kwanza mimi kwa sababu lazima kuna kitu mimi ndo nimepungua ambacho kimekufanya wewe naturally. Mtu mwenye matunda ndo unaopigwa mawe. Mtu usipokuwa na matunda watu hawaendi, hata hausogelei. Yesu aliufuata mtini. Ana njaa. Maandiko yanasema akasikia njaa, akaufuatia mtini akitegemea kupata tunda. Afu akafika pale akakuta mtini hauna matunda. Naomba achofanya akaulani. Why? Kwa sababu it was supposed to have fruits.
na pengine angekuta matunda angesema mtu na matunda matamu sana au wacha uzae zaidi. Umeelewa? Lakini anapokuta hauna matunda na ulistakiwa kuwa na matunda, akaulani, ukanyauka mara. Ukanyauka hapo. Umenielewa? Kwa hiyo wewe lazima kuna namna uliniona mimi ndio maana ukanisalimia. Nikikuta unisalimii huenda sina matunda tena. Kwa hiyo unaweza ukawa umenisaidia, yani umeacha tu kunisalimia, haujaanza kunitukana. Umenielewa? Lakini ninakueleza, nimekwambia ni mtu makini, anayejielewa na anayependa haki. Mwanaume anayejua maana ya mwanaume ndo anaweza akafanya akatumia hii method ya judgment. Unaelewa? So huo mfano una maana gani? Hani mimi nikikuta umenichiti, haujaanza tu kwenda kwa yule mwanaume. Afu sio mtoto. Mpaka nimeamua kukuoa inamaanisha na uhakika na kichwa chako. Na uhakika na kichwa chako. Hiyo. Mimi najua namna ya kudili nayo hiyo. Unaelewa? Kaka mwili kako anasema katoto, mimi ndo na uhakika. Sawa. Paka nikakuta huko na mwanaume mwingine kwenye namna yoyote ile. Manake lazima kuna kitu ambacho kimeanzia kwangu kicho kufanya wewe reactive. Kitu chochote kile kinachotoka kwa mwanamke huwa sio action, huwa ni reaction. Sema wanawake wengi huwa wanakosea kutoa reaction, na inawafanya wanaume waanze kujaji kwenye hiyo reaction. Ila kwa sababu ninajiongelea mimi, haijalishi wewe utakuwa umetoa reaction wrong, ila mimi nitaanzia kwanza kujaji kwenye cause. The reason is me. You are my responsibility. The way you behave, the way you live, the way you monitor your own stuff and your life is my responsibility. Kwa kukiwa kuna namna wewe you do not handle things right, ukiona mwanafunzi anafeli, it's wrong kumwattack mwanafunzi kwanza. Lazima ujiridhishe mwalimu alifundisha vipindi vyote, alitumia methods zote sahihi za kufundisha, alifanya hatua zote za kumsaidia mwanafunzi kuelewa yeye kama mwalimu. Ukijiridhisha kwanza huko, ndio utarudi kwa mwanafunzi. Mwanafunzi alisoma vizuri, alisikiza vizuri, alikuwa darasani. It's wrong kuanza kumjaji mwanafunzi kwanza. Very wrong. Lakini watu wengi wasiopenda haki hawezi kukubali hiyo. So I'll start looking in myself. Nimepungua nini ambacho kimekufanya wewe uone mtu mwingine anastahili nafasi yangu? Kwa mfano, ukagundua kabisa wewe huna shida, ambavyo ulitakiwa kufanya umefanya. Kama mimi sina shida, yani lese kwenye mfano wa mwalimu. Kwa sababu unajua ukiona wewe una shida, utatafuta namna ya kuisolve hiyo shida yako ili mimi maisha yaendelee. Sasa ukagundua kwamba wewe huna shida, ni mimi tu. Nikishagundua kwamba mimi sina shida, ni wewe tu. Maana yake kuna kitu kimeruhusiwa kutokea. Unajua tuko hivi tulivyo because we chose to accept this, Yeah. I felt like I love you and I chose to accept loving you. I came to tell you. Yes. Ukaona mshikaji amedevelop this feeling. Can I really handle him? Blah blah blah. Ukaconsider vitu vyako, kanambia man, I'm ready. Let's go. You chose to accept me. Inawezekana kabisa ikatokea siku kwa sababu yoyote ile ambayo inaweza kama imetokea, whether anatokana na mimi ama inatokana na wewe, inawezekana ukabadilisha maamuzi. Wanadamu sio kama robot. Umeelewa? We live by constant decision making. Ndio maana hapa tumekubaliana tunaenda hadi kwenye nani, lakini siku ya kiapo pale wanauliza tena umekubali, wakati wanajua nishatoa mahali, nishakuvaisha pete, we are dating like every day. Afu pale wanakuuliza tena unakubali, na wengine wanauliza mara mbili kwa sababu unaweza kukataa pia. Umeelewa? Sasa ni kwa sababu tu baada ya ndoa hamnaga muda wa kuulizana maswali. Lakini huenda ni dad juzi alikuwa anafundisha Pastor Miamba, akawa anasisitiza seminar hiyo ya vijana ambayo tuko nayo mwezi wa 5. Akawa anasema kwamba vijana hakikisheni mnakuja kwenye hiyo seminar, kwa sababu hawa wana ndoa mnaowaona light leo Mungu akisema amevunja ndoa zote, watu waanze upya. Alinichekesha. Akasema
Yaani kuna mtu anaweza akakimbia mpaka Ngorongoro. Akaenda kufichama na wanyama. Asubiri partner wake apotee kwanza. Apotee, aolewe au aoe. Alafu ndo arudi aanze upya. Manake nini? Manake a lot of people are regretting mahusiano yao. Wangeenda kuulizwa pale saizi kama unakubali au kukataa. Ndio. Manake wengi wangekataa. Unaelewa? What does that mean? Manake vitu vinabadilika. Yamkini kuna sababu inaweza kukufanya uone kama bana mimi am no longer ready for this. It's enough. Unaona? Sasa wewe ukishaona hivyo, mimi kuendelea kukulazimisha najitafutia matatizo. Najitafutia matatizo. This is the truth. Kama mimi nimefanya kila nilichopaswa kufanya kwako kama mwanaume wako. Sawa? And yet wewe hutaki tena. Baby, I won't force you. Trust me. Wewe unajuaga mimi kama msemo kangu. Mimi siwezi kufanya kitu hadi uniruhusu. Unajuaga? You know that. Ndivyo ilivyo baby. If my love is no longer acceptable to you, I cannot force you. Kwa sababu tunakuwa tumeshafunga ndoa. Kwenye kitabu cha Wakorinto, Paulo anaeleza utaratibu wa ndoa kwa Kikristo pale. Unakumbuka anaeleza kwamba watu wanaweza wakaachana ila agano la ndoa linakuwa halijavunjika. Huyu ataka kwenda asiolewe na huyu ataka kwenda asioe. Utakubali kwenda usiku. Kwa nini kunyime uhuru wako? Maana yake huko sasa kwa nini niende kunyima nani? Kwa nini niendelee kutesa? Kwa sababu hiyo stage ikifika, mimi na wewe it's a constant battle. Yaani mimi na wewe ni kuumizana A to Z. Wewe unaumia, mimi naumia. Umenielewa? Hasa kuliko kutesa hivyo. Basi tusifanye hizo. Tuishie. Tuishie hapa inatosha. Inatosha. Hivyo. Because that's what I'll do. The first thing, I look into myself. Niko sawa, nimekosea. And then we have to talk, baby, nini unaona? Why? What took you there? Mbishi. Nabishana. Ndio tuongee sasa. Kwa mimi nikibishana sana, unaona haki ni kunihukumu hivyo. Yaani umeona sasa hapo dialogue inavyoenda. Baada ya kujua kwamba shida ni hapa, ndipo tunaweza nikaja kuongelea sasa baby, hata kama mimi ni mbishi, unaweza kanirekebisha vizuri. Usikii. Sisikii umejali. Yaani kweli umefanya kila kitu. Umeniombea. Mungu wetu ashindwe na chochote. Kwa nini? Kwa nini umeacha kuomba? Kwa nini umekata tamaa? Wewe kaka. Nini sasa? Umeelewa lakini kuna kitu nataka kuuliza. Nini? Baby, sasa sio ukanicheat kwa sababu umeona nimesema sitakupiga, sitakufanya nini? Nitalia. Nitaita kinakubulika waje kuchika mtu wao. Obvio. Sura hiyo. Kuna kitu nataka kuuliza. Ambia bwana. Kuna sijui ilikuwa yani misinterpretation sijui yani sielewi. Kuna namna ikatokea watu wakajudge kwamba mimi ndo nilikutongoza first. Ilikuchukuaje? Remind cheese. Remind kwa sababu I knew you wouldn't feel good about it. Unajua kuna kitu ni watu walimisinterpret. Iko ndo remind. Yani kwamba watu kumisinterpret ni sawa kwa sababu hata hapa watu wanaweza kaenda kumisinterpret. Yani you cannot control akili za watu. Mimi ni sikupenda the way it would make you feel. Ndio maana kama una nini? Yeah, that's what I didn't like. Sikupenda uncomfortability ambayo wewe unaweza kaipata. Umeelewa? Ndio maana nilikuwa natamani sana ani kwenye kipengele hicho nilitamani kuwalazimisha watu kuelewa. Umeelewa? Ni kwa sababu I was thinking it would make you comfortable. Ingelikuwa let's say mimi ndo ningekuwa a girl and you're my man, sawa? Afu watu wameongea hivyo. Mimi kwangu fresh tu kwa sababu nina hakika na uwezo wangu. Ngoja nikwambie. Unadhani wewe kwa mfano wewe ungekuwa mwanamke. Unadhani Mungu angekupa umwa? Yani nimejiongelea tu kwamba ningekuwa mwanamke yani with everything else is constant. Ningekuwa mwanamke. Ndio nimejiongelea hivyo. Haiwezekani. Lakini tushindikani. Hamna wanawake wemeo miguu. Wemeo miguu na mbele. Wapo. Wewe. Sema tu sijaona lakini wapo. Wapo. Kwa hiyo that's what I didn't like. Watu wanakosea kwa like kitu. Kila mtu yuko huru ku express feelings zake. Na huko sio kutongoza. Hamna baby, huko ni kutongoza. Tuanze kubishana. Okay, sikubishi, nielekeze.
Jamii yetu iko hivi. Unaona ulipoanzia ni jamii yetu. That's wrong. Hicho ambacho kiko kwenye jamii yetu it's wrong. Sasa wewe tunatakiwa kujaji kutoka kwenye uhalisia. Kwa sababu baby, unajua kuna vitu vingi sana kwenye jamii yetu viko wrong, sio kutoka kwetu tu. From generations to generations vinaonekana kama ni ndo misingi tunayotembea nayo, ila haimaanishi kwa sababu ni misingi basi viko sahihi. Haina maana hiyo. Lakini baby, wewe ulinifundisha kitu kimoja. Ukaniambia kitu kama sio kitu kama unakiangalia kimesemwaje. Ukagundua kwamba hiki kitu sio sahihi. Una move na maisha. Ndio. Ukagundua kwamba kitu hiki kusema kweli kiani kiuhalisia Mungu hakitaki, shetani anakifurahia. Natakiwa kubadilika. Ukagundua hiki kitu hata nikibadilika, yani akiadd chochote wala akiongeza chochote, na mimi niko comfortable na hiko. Ukaniambia you can move with that. Na umbugzi mtu wala ufanye chochote. Ila tu watu wameamua kusema mtu ana mtazamo wake. Yani ni sawa sawa na useme kila mtu ana mtazamo wake juu ya nywele zako. Kuna mtu anakuambia ukinyoka kwa nguo hivi vizuri ndio unapendeza. Lakini hivyo ni mtazamo wake binafsi, yeye anapendelea kukuona hivyo. Sawa. Au yeye ana enjoy akikuona hivyo. Ukiangalia sio ukweli kwamba hivyo ndio unavyopendeza. Lakini hivyo ni mtu mmoja binafsi anapendelea kukuona na ndio. Kwa hiyo ukasema kwamba utaangalia, utamesha kama ni sahihi sio sahihi. Asa ile pale ambayo imeshasemwa hivyo sio ukweli. Wewe ndio unajua kwamba ulikuja ukatongoza. Si ndio? Ukaja ukakubaliwa. Wewe ndio unapetipeti mapenzi. Na wewe ndio ulinifundisha kukupenda. Actually mimi nilikuwa siko yani hivyo kwako. Lakini ulinifundisha kukupenda, ulinifundisha namna ya kuishi na wewe, ulinifundisha namna ya mwanamke unayemtaka kuwa naye, ulinifundisha everything about that. Ukakutana na hiyo comment, ikakuchukua, yani ikakuzingua, ikakudisturb kichizi. Kwa hiyo unanienjoy. Nini bro? Wewe unatufundisha, wewe ni kama kibango cha Morogoro. Karibu Morogoro na kijai kufika Morogoro. Wait, sasa go and kwambie. Actually, that's why I love you. Tomorrow nimekwambia wewe nikikufundisha unafundishika. Una shida gani mtoto wangu? So I love that. What I told you and what I taught you is very right. Yani endelea kuishi nacho. Utofauti uliotokea kwenye hii scenario, people spoke not about me. They spoke about someone I have to protect. Nimesha kufundisha, lakini knowledge ya kupewa huwezi ukagarantii moja kwa moja kwamba yule uliyempa anaweza kawa ameshafanikiwa kuipokea. Pengine yuko bado kwenye mchakato wa kuiaccept, kuiingiza kwenye mifumo yake. Umenielewa? Ama pengine ameweza kuishi lakini sio kwa viwango ambavyo wewe unaweza. Kuna vitu ataweza kuvihandle lakini kuna vitu vitakuwa vikubwa mno. Umenielewa? Na nikitizama jinsi jamii yetu inavyochukulia mwanamke aliyemtongoza mwanaume, nikitizama hiyo, alafu nikatizama zile comments zilivyokuwa zimekaa pale, alafu nikakuangalia, ndio maana nikasema ingekuwa imekuja kwangu moja kwa moja, anataka ambayo imekuja kwangu moja kwa moja, wewe unanijua yani sina time yani, unanielewa? Lakini it came to you who you are my woman, you're my responsibility. Usalama wako, wa hisia zako, wa kila kitu chako ni jukumu langu. If such an attack comes to your feelings, I wouldn't take that. Ndo maana ilinichukua kwa sababu, sio kwa sababu watu wamesema au sio kwa sababu watu wamewaza. Ilinichukua kwa sababu I wasn't sure of you. Yeah babe. Wewe? I wasn't sure of your safety kweli. Na ndo maana kama unakumbuka, nilitafuta namna kuzungumza tu na wewe, nikiwa natafuta namna kujiridhisha how exactly imekuchukua. Nitakujua kama imekuathiri au la, ili mimi nijue ni handle vipi. Kama utajuga. Ya kwangu wewe kuhusu nini? Baby. Tulia. Tulia. Naijua hiyo. So that's it. Well, tuko kwenye session ya pili. Ni challenge, tuna bakuli hapa.
lina pink and white. Mimi na babe Lia tumepewa hii. Tusome alafu tuandike. Je, hivi ambavyo tutaviandika vina match? Ndugu yangu, leo kama kuzalilika kama tulisemaga uongo tunaenda kuzalilika, lakini I know kwamba hamna chochote ambacho tumesema cha uongo. Karibu babe. The ladies first, baby girl. And I honor that. Thank you. Jimalize hapo. Jimalize mzee. Hujaniuliza. Ndio nafungua. Au nadhani kuulizana na afu kuandika hapo viwe vya siri. Wewe nadhani jambo rahisi. Kila mmoja aandike mstari. Mstari gani? Mstari wa Biblia unaomuelezea mwenzake. Sawa. Haya, ndugu yangu, mstari wa Biblia unaomuelezea mwenzake. Shida gani? Sasa hapa kuna vile vichwa ambavyo hatukaliligi maandiko, ila tu unaweza kusema kwamba unaweza ukasema Hujaambiwa utaje namba ya mstari, mwambie utaje mstari. Elewa swali. Jamani, si ndio maana ukaipo kunisaidia. Mbona unaandika huko unacheka hivyo? Enjoy. Babe. Done? I'm done too. Correct the... tunarudi home? Yeah. Bana. Nasubiri ya kopi. Chukua. White is yours. Mbona changu kina maandiko mengi? Kila mmoja andike vitu vitatu mnavyovipenda zaidi toka moyoni tangu mlivyoanza mahusiano yenu. Kisha kila mmoja atasoma alichoandika mwenzake na kueleza kama yupo sawa. Vitu vitatu tunavyovipenda zaidi, tunavyovipenda kwa pamoja, au mimi ninavyopenda kwako na unavyopenda kwangu. Umeelewaje? Itakuwa tunavyovipenda kwa pamoja. Itakuwa hivyo seti, kwa sababu msaki kila mmoja andike vitu vitatu mnavyovipenda zaidi kutoka moyoni. Why is I doing this to us? Badala vitatu au ruhusu kujadili au kuigilizia. Sisi tuna ushirikiano. Vitu vitatu tunavipenda kwa pamoja. Baby, hadi unawaza tunavipenda kwa pamoja kweli hivi? Mbona kile swali wanajibugia wanaume? Basi nikumbushe, wewe ndo unajibugia wanaume. Ngoja tuone. Baby, usipoandika hiki ninachoandika tuonekane sisi waongo. Hivi mbona kama unavyo vingi? Mimi nakwambia hili swali. Baby anasema vitatu. Nimesema hili swali wanajibugia wanaume. Wewe mbona unaandika vinne? Baby wewe unaandika mengi. Kama ulivyoandika mstari wa Biblia mrefu, wewe unawezaje mtu kwa mstari wa Biblia mrefu? Usimalize sasa. Hands down. Hatujaambiwa hiyo jambo kwenye swali. Baby. Tulizana hapa. Hivi walimu walikuwa wanasema pens down au pens down? Penzi, usogeza penzi down. Subiri mimi niandike cha mwisho, sawa? Sitaki ugomvi mimi na mkwe wangu. Kwa nasema pens down. Vimeisha. Okay. Sasa chukua hivi vya kwangu. Sisi najulikana mwenyewe unajulikana tu. Shika hicho. Anza wewe. Swali la kwanza lilikuwa linasema hivi. Kila mmoja aandike mstari wa Biblia unaomuelezea mwenzake.
my babe sasa. Ameandika hivi, apataye mke apata kitu chema. Mimi sina uhakika na habari zangu. Uko vizuri? Naye anajipatia kibali kwa Bwana. Sasa je, mke wangu sasa, mpenzi wangu mzuri. Huyu ni nyama, baby. Huyu ni nyama kati ya nyama zangu, mifupa kati ya mifupa yangu. We! Sitaki. Nani ameumbwa kutoka kwa mwenzie? Sasa wewe si ndio unayesoma on behalf of mimi. Yaani hiyo unasoma azifu umeandika mimi. Hujaelewa swali. Hujaelewa swali. Yaani ilibidi wewe uandike mstari wa Biblia unaomhusu mume wako. Mimi nikajua wewe ukisoma hivyo unakuwa umesoma on behalf. Sio uniandikie mimi. Nisikuandikie wewe. Basi hapo nishasingua. Shafeli. Sawa. Wewe umewin. Sema unao mzuri lakini. Hamna. Wewe umewin. Mimi bibi nitaka niandike huo lakini nikaona watu wataona mimi muongo boy. Ndivyo mweusi hivi mke wangu muongo. Kono ngoja ni uache tu. Tunavyovipenda kwa pamoja. Kumbe baby hapo ulikuwa umeanza tunavyovipenda kwa pamoja. Kupendana. Hakika tunapenda kupendana. Ni ukweli. Kupendana imekuwa na pamoja. Having fun together. We love this. Enjoying together. Sasa hapa baby sijaelewa. Ku have fun na kuenjoy ni tofauti. Having fun ule ujinga ambao tunafanyaga. Nilijua tu mimi ndo nakuelewa. Watu hawataelewa. Watu watahisi umeandika kitu kimoja. Akili za bebe wangu nasijua mwenyewe. Hapa jamani amemaanisha kufanya ujinga kwa pamoja. Cha pili ndo kuenjoy kama kutoka nini that. Yeah baby, that's life. Hai, kumtumikia Mungu, kumtumikia Mungu, kupendana, kuishi. Hiyo pili soma vizuri hiyo. Ongeza sauti. Kumtumikia Mungu. Kupendana. Wewe. Kuishi maisha mazuri yaani uko ndo kuenjoy uko. Yanayomtukuza na kumheshimisha Mungu. Kumridhisha Mungu, yanayomridhisha Mungu. Yanayomdhihirisha. Kwa hiyo hayo ndo mambo ambayo tunayopenda kwa pamoja. Kila mtu amejaribu kuelezea kwa namna yake. Lakini hivyo ndo vitu vya msingi yani ambavyo katika maisha yetu yani kwenye siku nzima yani masaa 24 yale masaa ambayo tunakuwa tuko pamoja mara zote tunaya practice. Na kusema ukweli kila mtu kwa nafasi yake anamshukuru Mungu kwa namna amempata mwenzie. Kwa sababu tumepata neema ya kuwa watu ambao tuna nia moja, yani ikiwa ni saa ya ku have joke na ku have fun together. Unaweza ukasema kama hatuna kitu kingine cha kufanya, lakini tumepata neema tu ya kwamba tunaweza kufanya hivyo na kuenjoy pamoja na kumtumikia Mungu pamoja, kupendana, kujifunza namna bora kila siku mtu kumpenda mwenzie. Sure. Ni kitu ambacho vile unavyonifukuzaga kutoka kazini kwenda kwenye mazoezi kanisani ndo namna yako ya kunipenda zaidi ya kumtumikia Mungu. Unataka kunigombanisha na Mungu wako? Baby wewe hadi wewe unakuwa serious sana. Kanaweza kagoma kwenda mazoezi kakawa kanadeka. Sasa kana hata sababu ya msingi. Goma kwenda mazoezi lakini nasema nachelewa kidogo na maizia kazi. Kanaanza kudeka. Mimi sijui. Lazima ufukuzwe. Kumtumikia Mungu kwa usianze kunikofisha na Mungu wako. Tabia. Thank you. Asante sana kwa kuwa na sisi. Ulikuwa nasi kwenye hiki kipindi kizuri cha The Couple kutoka hapa Gavoo TV. Na tunapoelekea mwishoni tupende kukukaribisha sana kwenye harusi yetu. Tunamshukuru Mungu, tunategemea kuwa na harusi yetu mwezi wa 5 tarehe 9. Tutafurahi sana kuwa pamoja na wewe, kujumuika pamoja na wewe.
tunaona tumepata neema na kibali kufurahiwa na ninyi ndugu zetu, kuona kwamba ni njema nanyi kuwepo pamoja nasi. Kwa tutafurahi sana kuwaona. Tunashukuru sana kwa comments zenu, tunashukuru sana kwa namna mnatufuatilia na support yenu. Kiukweli tunamtukuza Mungu kwa ajili yenu. Na bila kusahau, tupende pia kuwashirikisha habari njema zaidi. Kama una kiu ya kumtafuta Mungu ndani yako, ambacho tunakushauri ukifanye, karibu sana kanisani kwetu kwenye huduma ya Pastor Miamba. Kanisa lake linaitwa kanisa la House of Victory Church. Linapatikana Kigamboni na hapa Sinza. Kwa hapa Sinza ni Sinza Afrika sana. Yes, njia ya kwenda Mabatini polisi. Kama hujafika Mabatini polisi, kuna mkono kwa kushoto tu. Ukishamaliza tuta ya kwanza, mkono kwa kushoto utakutana na bango kubwa la Pastor Emmanuel Miamba. Karibu sana sana sana. Tutafurahi kukuona, tutafurahi kumsifu na kumwabudu Mungu pamoja na wewe. Utakuwa hujikosea. Kwa hakika utaona nguvu za Mungu mahali pale, na tunaamini utafurahia. Na bila kusahau, tunapomalizia kipindi hiki kizuri, usisahau kusubscribe channel hii. Usisahau kubonyeza hiyo button nyekundu hapo, na ukawa kwanza kabisa kupata taarifa zote zinazotolewa na Gavoo TV. And usisahau ku-like, ku-comment. Comment zenu jamani zinatufurahisha. Zinatufurahisha, zinatubariki. Kwa usisahau ku-comment, ku-like, ku-subscribe, ku-share, and chochote unachojisikia kufanya kwenye Gavoo Media tunakaribisha sana. Just show up Tanzania. Tunafurahia sana kuona namna mnainteract na sisi. Gavoo Media, pamoja hatua kwa hatua. Ciao guys. Gavoo Media, pamoja hatua kwa hatua.